السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، penzi watazamaji na wafuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, tukiendelea na somo la usulul fiqh katika kaida ya 3 kwenye kitabu cha pili, alkitabu thani, al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghayriha mahbubun. Kaida ya 3 yasema al-itharu, kutanguliza ama kutangulizana, fil qurabi, katika ibada za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, makruhun, ni kwenye kukirihishwa, makruhun ni yenye kukirihishwa, wa fi ghairiha, na katika ibada ambazo si za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mahbubun, ni kwenye kupendekezwa. Hii ni kaida ya tufundisha masala ya kifiqhi na ya kiakhlaq, kuwa kuna masala katika ibada huwezi kumtanguliza mtu, na hata kama wapenda itakuwa ni makruh, na masala ambayo yatakuwa yako nje katika ibada za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kibinafsi na ya kidunia, basi utaweza kufanya ithar, kumtanguliza mtu, ukajinyima wewe. Al-ithar ni wewe ukajiacha nyuma ama ukajinyima ukampatia mtu, ima ni nafasi ama ni kitu. Na ithar ina thawabu kubwa na imesifiwa katika Qur'anul Karim, ni katika as-sifatul mahmuda, sifa zenye kuhimidiwa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Watu wa Madina walikuwa na ithar, wakifanya ithar, lakini za nini? Za ad-dunyawiya wan nafsiya, za kidunia. Mtu mwenye mashamba mawili akampa mwenzake, mtu ana wake zaidi ya mmoja akatoa nafasi kwa mtu atakaye mwingine, na mifano kama hii. Lakini hufai kufanya ithar katika vitu ambavyo vafungamana na Allah na zitakuwa ni za kiibada, itakuwa ni makruhu au yaweza ikafikia mpaka katika uharamu. Qala Sheikh Izzuddin, asema Sheikh Izzuddin ibn Abdissalam, la ithara fil qurbat, hapana kutangulizana katika ibada za kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ithara bima'i taharati, hakuna kutangulizana ama kutanguliza mtu kwa maji ya kujitahirishia. Mtu ataka kutawadha, haitakiwi, haipendezi, si sunna kufanya ithar maji ya kujitahirishia, ima udhu au janaba. Wala bisatril aurat, wala hapana kutanguliza mtu kwa chenye kustiri uchi. Wewe huna nguo ya kukustiri na huwezi kuswali mpaka ujistiri, ukachukua nguo zako ukampa mtu, ukamtanguliza mtu, haifai. Wala biswafil awwali, wala haifai kumtanguliza mtu swafu ya kwanza, wewe ukatoka mbele ukarudi nyuma kumpisha mtu, kwa sababu zote hizo ni alqurbat za muhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Faman athara bi, yoyote atakayemtanguliza mtu katika swafu ya kwanza, yeye akatoka akampisha mwingine, au akawacha kujistiri akachukua nguo zake yeye akabakia tuputupu akampa mtu mwingine, ama akaweza kupeana maji ya kutawadhia yeye akakosa udhu, faqad taraka ijlal Allah al-ilahi wa ta'dhimahu,
basi hakika huyu mtu ameacha kumtukuza Mola Subhanahu wa Ta'ala wa ta'dhimahu, na ameacha kumaadhimisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Haitakiwi, na haya hutokea mtu akawa yuatawadhi akampisha mtu mwingine aendelee. Ila Ustadh Muhammad, Mungu amrehemu, wakati tukisoma usuli akitutilia sherehe, kama ni mtoto amekuja mtu mzima, basi mtoto yuwaweza kumpisha mtu mzima mferejini ama sehemu ya kutawadha, kwa sababu yeye swala kwake si wajibu, yuwafundishwa, haswa ikiwa itasababisha pengine akose jamaa yule mtu mzima ama takbiratul ihram. Lakini ikiwa ni mtu mzima kwa mtu mzima, basi pale haitakiwi kufanya ithar. Lakini akatuambia pengine swala haijakimiwa, amekuja mwanachuoni ama imamu, yeye watu wote humsubiri yeye, na alikuwa na udhuru umemchelewesha na hakuja fungwa swala, waweza ukamwambia tawadha imamu ama yule shekhe akampisha. Vitu kama hivi, mifano kama hii. Walau arada almutarru ithara ghairihi bituami listibqai muhjatihi, na lau atataka alosongeka na ndaa kausi, ndaa kali, ithara ghairihi, kumtanguliza mwingineo. Walau arada almutarru, na lau atataka alosongeka na ndaa, mtu ana njaa imemshika, akataka huyu mwenye njaa, ithara ghairihi, kumtanguliza mwingine, bituami, kwa kumpa chakula. Ye ana chakula na ana njaa, lakini akamuona mwingine ana njaa pia, akataka kumtanguliza yeye asile, achukue kile chakula ampe yule mwingine, listibqai muhjatihi, kwa ajili ya kubakisha roho yake, karibu kutoka roho yule mwingine. Yeye ana njaa, lakini njaa ya yule mwingine hufa. Sasa kaona afadhali nimpe yeye, mimi naweza kusubiri pamoja na kuwa na njaa. Kana lahu dhalika, itakuwa anao ruhusa ya kufanya hilo alitakalo. Kana lahu dhalika, atakuwa anao khiyari na haki ya kufanya hivyo. Lianna alhaqa huna, kwa kuwa haki hapa tunapozungumzia fi hali almakhmasati linafsihi, ni katika hali ya ndakausi ya nafsi yake ama ya yeye mwenyewe. Kwa hivyo haifungamani ile njaa na Mwenyezi Mungu, bali yafungamana na yeye mwenyewe. Wa fima taqaddama, na katika mifano ambayo yametangulia ama maelezo yaliyotangulia, alhaqu lillahi, haki ni ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu swala ni ya Allah. Huwezi wewe ukajikosesha nafasi ya swafu ya stara kwa ajili ya mtu mwingine, kwa sababu itaonekana kama wewe humuheshimu Mungu zaidi kuliko yule mtu. Fala yasughu fihi al-itharu, haifai, haihalalishwi, fihi, ndani ya jambo ambalo liko na haki ya Allah, al-itharu, kumtanguliza mtu mwingine. Wa in adda al-itharu ila tarki wajibin fahuwa haramun, na ithar, kumtanguliza mtu, ikipelekea kuacha jambo la wajib, fahuwa haramun, itakuwa ni haramu. Huwezi wewe ukamtanguliza mtu kisha ikasababisha kukosa jambo la wajib, itakuwa ni haramu. Kama umpe mtu maji atawadhe aswali, kisha wewe ukose maji, kwa nini ukuswali? Amempa mtu fulani, itakuwa ni haramu kufanya namna hiyo.
Ama utue nguo mpe mtu avae, leo bakie tuputupu, hautaswali vipi? Awayuthiruna ala anfusihim, haram. Mpe mtu na wewe bakie na zako. Wa ila tarki sunnatin, lakini ithar ikipelekea kuacha jambo la sunna, famakruhun, itakuwa ni makruh. Wa hakadha, na namna hii yao, yani na namna hii. Wa min almushkili ala hadhihi alqaidati, na ni miongoni mwa mushkil wa hii kaida kuwa al-itharu fi al-qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbubun. Man jaa wa lam yajid fi swafi furjatan, atakayekuja katika swala kisha hakupata katika swafu furjatan, mwanya wowote, swafu ya kwanza imejaa, hakuna nafasi ya yeye kuingia, fa innahu yajurru shakhsan ba'da al-ihrami, hakika yeye huyo mtu yajurru shakhsan, atamvuta mtu yoyote pale katika ile swafu ya kwanza, baada al-ihrami, baada ya kuhirimia. Yani yuruhusiwa baada ya kufunga swala ule swafu ya pili kumvuta mtu aliyoko swafu ya kwanza, kumtoa akamregesha nyuma, ili apate kuwa na mwenzake katika ile swafu. Wayundabu, na yasuniwa, lilmajruri, kwa yule atakayevutwa kutoka kwenye swafu ya kwanza kuletwa katika swafu ya pili, an yusaidahu, kumsaidia huyu wa swafu ya pili arudi, asishindane akakataa kurudi nyuma. Yani atakiwa pamoja na kuwa la ithara, al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbubun, hili limesuniwa ili ampatie nguvu huyu wa swafu ya pili, asibakie peke yake katika swafu. Na mifano ni kama tulivyoelezwa, yako wazi. Insha Allah, Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, atujalie ilmu zenye manufaa, na wazazi wetu, walimu wetu waliotusomesha, Allah awape kila la khairi, na walokufa awarehemu, aweke pema pamoja na wema, na sisi atupambe kwa kila la khairi, na atuhifadhi na kila la shari, atufungulie milango ya riziki na ilmu. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.